Hii ni Unyakyusani Empire Village Production, ambayo kazi yetu ni kukuletea simulizi za kusisimua maisha halisi ya vijijini na mijini. Mji wa Lindi unajulikana kwa jina la utani la Paris ya Kusini. Jina hili halikuja hivi hivi, bali lilitokana na mandhari, mpangilio na hadhi ya mji huo wakati wa kipindi cha ukoloni na miaka ya mwanzo baada ya uhuru. Hapa nitakueleza sababu kuu na sifa zilizofanya Lindi ifananishwe na jiji la Paris nchini Ufaransa. Mpangilio wa mji na usafi wakati huo. Lindi ulikuwa mji uliopangika vizuri sana. Barabara zake zilikuwa zimenyooka, safi na zimezungukwa na miti ya vivuli, hususani miti ya mikaratusi, minazi na mializeti, jambo lililoukumbusha utawala wa kikoloni kuhusu miji ya Ulaya kama Paris. Maisha ya kifahari na burudani. Hii sasa ndio sifa kuu inaendelea kuibeba Lindi. Lindi ulikuwa kitovu cha starehe na maisha ya kisasa kwa wakati huo. Vilabu vya jamii, kulikuwa na kambi za starehe na michezo, social clubs zilizochangamka wakati huo. Mwingiliano wa kitamaduni, uwepo wa Waarabu, Wahindi na Wazungu ulichanganya tamaduni za mavazi, chakula na muziki, jambo lililofanya mji uonekane kuwa na mastaa na watu wa ungwana. Biashara na bandari. Mji wa Lindi umezungukwa na bahari. Mji huu wa Lindi ulikuwa lango kuu la biashara kusini mwa Tanzania kabla ya Mtwara haijaanza kukua kwa kasi kama ilivyo sasa. Uuzaji wa mazao. Lindi ilikuwa maarufu kwa kusafirisha katani, mbao na mazao ya misitu kwenda nje ya nchi kupitia bandari yake. Utajiri, mzunguko wa fedha ulikuwa mkubwa wakati huo, na wafanyabiashara walijenga majumba ya kifahari yenye nakshi za kipekee kando ya bahari, sea front. Mandhari ya bahari. Eneo la ufukwe wa Lindi lilikuwa na mvuto wa kipekee. Majengo marefu ya ghorofa yaliyotazama bahari yaliyopa mji huo muonekano wa kuvutia, oceanic beauty, ambao ulikuwa hadimu kwenye miji mingine ya ukanda wa pwani. Hata ukitembea Lindi ya leo, bado utafurahishwa na mandhari ya fukwe. Elimu na uungwana. Watu wa Lindi wanajulikana kwa uungwana wao, lugha fasaha ya Kiswahili na kupenda elimu na dini. Hii iliwafanya waonekane kama watu wa mjini au waliostaarabika, civilized, sifa ambayo Paris inajulikana nayo kote duniani. Ukweli wa kihistoria leo hii, ingawa kasi ya ukuaji wa Lindi imepungua ikilinganishwa na majirani zao kama Mtwara, jina la Paris bado linatumika kama alama ya fahari na kumbukumbu ya enzi za dhahabu za mji huo. Ukifika Lindi mjini, utakutana na jina hilo ambalo bado linaishi kwa kizazi cha sasa, yani Paris.